kweli kwamba bajeti ililenga kwenye masuala ya usawa wa kijinsia na maeneo kama masuala ya ujasiriamali ambayo moja kwa moja na CA yatogusa. Maeneo ambayo bajeti ile CA itakwenda togusa moja kwa moja ni kuhakikisha basi tunaenda kuwekeza kwenye makundi yote, makundi ya watu walio mahitaji maalumu, lakini makundi ya vijana ambao kwa pia nasi tuwasimamia. Bajeti hile itakwenda tugusa kama wizara makundi ya watoto, tutakwenda kwa wanawake. Kwa hiyo tutazingatia usawa wote wa kijinsia. Kwa mfano tukienda tukitekeleza masuala yanayohusu watoto, wizara yetu tayari kuna mpango huko wa kutekeleza masuala ya watoto kwa kujenga zile nyumba za watoto. Nyumba hizo basi malezi hayo yatakwenda kuzingatia usawa wa kijinsia, hatabagua mtoto gani akae wala mtoto. Tutaweka watoto wote ambao tayari wana hizo sifa za kukaa kwenye hizo nyumba za watoto. Lakini hivyo hivyo tukienda kwenye masuala tujalie ujasiriamali, pamoja na kwamba tutakwenda kuzingatia zaidi makundi ya wanawake, lakini kwa kuwa bajeti hile itakwenda kwenye wizara tujalie ya vijana, wizara ya vijana huko itakwenda zingatia makundi ya vijana walio na jinsia zote. Kwa kuwa sie ni wadau wakubwa wa jinsia, huko tutakwenda kukuta makundi yote yalio na wanawake pengine ya wanaume. Kwetu huku yaweza kuwa kuna wanawake wanaoishi na mazingira magumu, tutakuta makundi ya walemavu, watu wenye ulemavu, tutakuta makundi ya wazee. Kwa hiyo ni imani yetu kwamba bajeti hii na sisi tutakuwa wadau wakubwa kwa asilimia kubwa, kwa sababu makundi yote, na mara nyingi huwa nasema sisi tupo kama mama wa wizara zote zimo ndani yetu. Kwa hiyo tuamini wizara yote hata kama ni afya ikienda ikitekeleza kwenye masuala ya usawa wa kijinsia, sisi ni wajibu wetu kuhakikisha pale jinsia zote zimezingatiwa.